Unataka pesa ngapi? Lakini uzuri hapa akiwa na hiyo pesa yote halali. Si umeona amekonda mpaka masikio imekuja juu. Kuna vita ambavyo vinaendelea kati ya serikali ambayo inaongozwa na William Ruto wakishirikiana na bloggers wa serikali wakipigana na viongozi wa upinzani. Vita hivi vimeelekea mpaka mahala ambapo sasa upinzani wanauliza, mbona William Ruto mwili unazidi kupungua siku za hivi karibuni? Je, yaweze ikawa kwamba he is overworking himself? Je, yaweze ikawa kwamba Rais William Ruto hayupo sawa? Au je, yaweze ikawa kwamba President Ruto anafanya mazoezi? Sasa utaweza ukajiuliza, je, vita hivi vilianzia wapi? Na mbona bloggers wa serikali walitumwa kuja kushambulia viongozi wa upinzani? Mpaka rais mwenyewe akaamua sasa kushambulia Gachagua pamoja na Matiang'i. Karibu ni Wapashe. Nataka nikuchambulie hayo yote uelewe mahala ambapo yalianzia. Lakini kabla ya hapo, wacha tu niweze kukuomba like video, kwa sababu wakati mwingine nimegundua kwamba tunatazama video na tunakosa kuilike. Tafadhali like, finya hapo like, alafu subscribe. Kimaliza kuwatch uishare. Ukifanya hivyo utakuwa umeweza kupiga hichi kituo jeki. Sasa elewa hivi, mambo haya yote yalianza baada ya maafisa wa polisi wengi sana kufika nyumbani kwake aliyekuwa waziri Raphael Tuju. Hi. Habari yako? Mzuri, mambo? Uko poa? Sana. Mnaelewa, ndio Raphael Tuju alienda akakopa loan, hatujakataa. Na kukopa loan dawa yake ni kulipa. Lakini kuna njia ambazo inapaswa upewe ulipe. Raphael Tuju yeye mwenyewe amekuwa akieleza kwamba amejaribu kueleza ama amejaribu kulipa hiyo loan, lakini banki yenyewe imekataa. Sasa atafanya nini? Hiyo banki inataka mali yake, hoteli na nyumba yake. Na Raphael Tuju amesema kwamba yuko na pesa nataka kuwalipa. Wamekataa. Atafanya nini? Oyatsi, the lawyer who was acting for EABB, and we agreed to pay. But then the bank went to court before, because I insisted we pay and we do this agreement, which means that we must have the firm figures. That time it was $12 million. They gave 9, but they said, no, we're charging you $3 million in terms of interest. I said, yes, let me pay you. I want to move. He refused. Na kulingana na Raphael Tuju, wanaeleza kwamba kuna mtu ambaye ni mtu mashuhuri katika taifa letu la Kenya alienda akamwambia anataka kununua ile hoteli yake. Karen anataka kununua mpaka hiyo nyumba yake. Raphael Tuju akakosa kumtaja. I was approached by some very senior person in this country who offered to buy, and I said no. Lakini Gachagua yeye mwenyewe alikuja akasema kwamba ni William Ruto. Hoteli ya Tuju amenunua kupitia watu yake akina Chebet. Jana polisi wameenda pale, unajua wanasema hata punda
ukipaka rangi ya zebra, saa ya kulia italia nini? Na ndio huyu kaso, sindio? Unajua tulikuwa tunafikiria hata punda ukipaka rangi ya pundamilia, saa ya kulia atalia kinini? Haya, pale huyu Raphael Tuju, hiyo hoteli amenunua through proxies. Pale iko Land Rovers, Land Cruiser 50 na askari. Who else can send 50 Land Cruiser to evict somebody from his premise? Si ni Kasongo peke yake? Na mimi nimeona Wajaluo pale wanalia. Nyinyi Wajaluo, simuulize sisi. Munalia hapa, oh sijui broad base, sijui two term. By the time Kasongo atamalizana na nyinyi mtauliza sisi wa Kikuyu. Lakini Gachagua yeye mwenyewe alikuja akasema kwamba ni William Ruto, kwamba yeye ndiye anachimba kabisa afukuzwe, Raphael Tuju afukuzwe, ndiposa aweze kununua ile hoteli na nyumba ya Raphael Tuju. Sasa kitu hicho kiliweza kushangaza watu wengi. Alafu sasa kuna mwanasiasa mwenye naitwa Gloria Oruoba, sasa hivi yuko upinzani. Wakati fulani alikuwa ni senator nominated kutoka kwa chama cha UDA, lakini alipoingia kwenye mrengo wa Matiang'i, serikali ikamfuta kazi. Akaja kaandika hivi, jinsi ambavyo unaona hapo. Aliandika hivi maneno marefu sana. Akauliza hivi: whatever is happening at Tuju's establishment seems like none of your business until the State House boys and their Bible carrying master get to you and your family. Kwa hivyo Gloria Oruoba anajaribu kuwaelezea Wakenya kwamba yale mambo yote ambayo yanaendelea, Tuju anafukuzwa kutoka kwake, William Ruto yuko involved. Yeye ndiye anaita Bible master, Bible carrying master. Huyo ndiye yeye, ama huyo ndiye Oruoba anaita. Akaeleza kwamba last night more than 15 police vehicles, all carrying heavy armed policemen, were parked at Dari's entrance. Kasema kwamba mliona, I think mliona hiyo kanda hapo hivyo, polisi wakiwa wengi sana wanachunga hoteli ya Tuju. Na mnaelewa ni nani ambaye anaweza kaagiza wale maafisa wa polisi wote waende pale? Hawezi ukaniambia kwamba bank ambayo Tuju alikuwa ameenda mkopa deni inaweza katuma 15 police vehicle. Lazima serikali iko involved, na mtu mmoja peke yake ndiye anaweza kaamuru polisi hao waende. Sasa akasema hivi, we pay taxes so that this rogue regime can pay policemen to harass and kill innocent Kenyans. Kaeleza kwamba vizuri wa Kenya tunalipa ushuru ili hawa serikali kuweza kupata pesa walipe polisi wa waangaishe wananchi. As we speak, the same squad is now scheming on to take over Nairobi Hospital. Niliwaeleza jinsi ambavyo William Ruto amenyakua Nairobi Hospital. Ametoka kwa mali ya Tuju, ameenda Nairobi Hospital. Kesho tujua ataenda wapi. Alafu akaendelea kusema hivi, how much is enough? How many houses can you sleep in at a go? How many cars can you drive at any one moment? How many businesses are enough for you? How many businesses are enough for you, your children and their children? How many acres of land are enough for you, your cows, goat, sheep, maize, tea, bees and dogs? How many giraffes, zebras, lions and wildlife are enough for that conservatory you stole? Unaona? Anaeleza mpaka kwamba mashamba William Ruto ameweza kunyakua. Unaona, anataka kuchukua mpaka Nairobi Hospital. Si maneno yangu, ni Gloria Oruoba amesema. Oruoba amesema kwamba hata yeye anataka kuchukua, yani William Ruto tena amechukua nyumba yake Tuju. Akaendelea kusema hivi, with all this you still
cannot sleep at night in peace. Yani anamwambia kwamba licha ya hayo yote ambayo unayasema, ama licha ya hayo yote ambayo unawafanyia wananchi, unanyang'anya mashamba, unawanyang'anya kila kitu chao, hospitali kwenda hapa, eti usiku William Ruto halali kwa amani. The same thing, unaona hichi kitu ambacho Gloria Oruoba alisema like one day ago, Gachagua naye alikisema leo kwamba William Ruto yuko na mali mingi, yuko na kila kitu, lakini halali kwa amani. Amekasirika, haongei hata kama rais, kwa sababu jana tumemtoa nyama kwa meno. Alikuwa amepanga kuiba Nairobi Hospital, tukamuanika, hiyo imepotea. Amekasirika. Alikuwa pia amepanga kuiba shilingi bilioni 7 ya project inaitwa Nairobi Railway ambayo inakuwa funded by the British. Kuna contractor amequote 22 billion anaitwa China Railways. Mtu ya Kasongo anaitwa CBRC amequote 29 billion. Yule amepata tender ni huyu ya 22. Kasongo amesema ipatiwe ya 29. Bilioni 7 apewe. Amechukua huyu ya 22 billion, ameweka kwa ndege, amedeport yeye. Nimemwanika jana, imepotea. Mtu amekasirika, akasirika asikasirike. Kazi yetu going forward ni kukasirisha Kasongo. Tukisikia kuna nyama amepanga ya Kenya kuiba, tunatangaza, inapotea. Ninakwambia Kasongo, baba naita watu wezi. Mambo ya wizi ikiongewa Kenya, hakuna mtu ajui mwizi mkuu Kenya ni nani. Wewe unasema tu watu wameua watu. Tukianzia Kiambaa Church 2007, Gen Z kupiga watoto risasi mguu, mambo ya mauaji wa Kenya. Ukiuliza hii wa Kenya wote wanajua mambo ya mauaji. Unataka pesa ngapi? Lakini uzuri hapa akiwa na hiyo pesa yote halali. Si umeona amekonda mpaka masikio imekuja juu? Mumeona? Hii mtu ako na mabilioni ya pesa, lakini si ndio? Na tutawacha halale. We'll make sure William Ruto, you are not going to sleep for the next 15 months. Utalala ukifika Sokoi. Tutakuanika na hivi vijana wangu hawa. Si umeona vile amekonda mpaka masikio inafanya nini? Na bado hakuna mali ingine utaiba ya Kenya. Je, William Ruto halali kwa amani kivipi? Akaendelea kumuuliza hivi, ama akaendelea kusema kwamba your body is shrinking to bones and your boys are wandering day and night like lost sheep. God help Kenya. Kwa hivyo kumaanisha hawa viongozi wamemuona jinsi ambavyo William Ruto anazidi kupungua, lakini wanamuuliza hivi, mbona unapora mali ya wananchi? Wanamueleza kwamba hayo mambo yote ambayo unawafanyia wananchi mabaya, kuiba mashamba, kupora mali, hospitali kwenda hapa na kila kitu, shako na hapo kila kitu, eti kwamba ndicho kinafanya mwili unapungua. Sio maneno yangu, umeyasoma hiyo statement hapo yake Gloria Oruoba. Sasa timu ya bloggers kutoka State House wakaja kwenye upande wa chapisho hilo la Gloria Oruoba hapa chini kwenye comment section, wakamzomea vikali sana, wakamtukana vibaya sana. Alafu Oruoba akarudi kwenye chapisho la pili, akaandika hivi jinsi ambavyo unaona hapo: I see the State House swamp of bloggers and boots have been sent my way. People, please abuse me properly. You are raising my online engagement numbers. Akawaambia kwamba ni tusi vizuri, kwa sababu the moment mnaendelea kuargue hapo, Facebook ina recommend ukurasa wake na watu wengi wanazidi kumfollow. Akawaambia hivi, then after insulting me this evening, send me a photo of your boss, which is William Ruto. We see if he has gained back
his normal weight. Injustice to any Kenyan is injustice waiting to happen to any of us. Akasema hivi, unyanyasaji, okay, akamwambia kwamba nitusi mkimaliza jioni mnitumie picha nione iwapo William Ruto ameongeza uzito kwa sababu anaonekana anapungua. Sio mimi nimesema, ni Gloria Ruba amesema. Alafu akaeleza hivi, unyanyasaji kwa Mkenya yoyote ni unyanyasaji ambao unaongojea Mkenya mwingine. Kumaanisha these people have been keen monitoring President Ruto kwamba amepungua. Sio Ruba peke yake alisema hilo. Even the former deputy president Rigathi Gachagua aliweza kumwambia William Ruto hivi, wewe unataka kuchukua kila kitu. Unachukua kila kitu lakini usiku wa ulali nomo, mwili unapungua. Unataka pesa ngapi? Lakini uzuri hapa akiwa na hiyo pesa yote halali. Si umeona amekonda mpaka masikio imekuja juu. Mumeona? Hii mtu ako na mabilioni ya pesa lakini si ndio? Na tutawacha halale. We'll make sure William Ruto you are not going to sleep for the next 15 months. William Ruto naye alipoona kwamba viongozi wa upinzani wamemvamia akiwa upande wa Busia, naye aliamua siwezi nikatulia, nyinyi peke yenu mnishambulie. Akamkujia juu mtu mwenye anaitwa Rigathi Gachagua akamwambia kwamba wewe tulikuondoa madarakani, sijui wewe uliua msichana, sijui wewe ulifanya nini, uliiba nini, tulikuimpeach. Alafu akaingiza mpaka Matiang'i ndani. Akamwambia kwamba Matiang'i waliua watu wakawaweka upande wa Rifayala. William Ruto yeye amejisahau kwamba utawala wake under his command thousands of youths were killed outside parliament. Hilo anajiona yeye ni msafi sana, si ndio? Jana hoye. Tuendelee tusiendelee bwana? Tuendelee tuendelee? Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Busia, mkipima wale watu yule mwingine tulifukuza yeye kwa sababu ni mwizi, kwa sababu aliibia, hata akaibia mandugu zake. Mtu ambaye ameua mpaka ameua wasichana sijui wako na nini. Watu kama hawa watashindana na sisi? Wale wengine walijaza watu Rifayala, saa hii wanatuletea kisirani. Hawa watu tutawamalizia asubuhi. Wakiendelea vile wanaendelea, tutawamalizia na breakfast, hata hawawezi kufika lunch. Ninyi mnanielewa jameni? Busia mnasemaje? Lakini kuna watu ambao watauliza ni kwa nini rais anazidi kupungua? Kwa sababu ukiangalia picha kama hii ambayo nimekuwa nikiweka hapa, rais amepungua. Kusema ukweli, rais amepungua. Ndio maana hao viongozi wanamwambia kwamba unazidi kupungua. Rais hajakuweko hivi for the last around 1 year. Tena aliwahi pungua kile kipindi cha Gen Z, maandamano ya Gen Z. Tena sasa hivi anaonekana amepungua. Inaonekana number 1 ni stress za siasa. Yaweza ikawa kwamba ni stress za siasa. Rais anaweza akawa amepungua kiasi hichi kwa sababu ya stress za siasa. Nakumbuka wakati ule 2024 kipindi cha maandamano, William Ruto alibaki hivi aondolewe madarakani. Kama sio Raila alienda kumsaidia William Ruto, sasa hivi tungekuwa tunamuita former president. Kila kipindi stress ilipanda akapungua. Tena wakati huu tunaweza tukasema kwamba yaweze kawa kama ni stress za uchaguzi ujao, kwa sababu kila kona akienda anaimbiwa one term. Tumekuwa tukizungumza hapa, kila kona akienda anaimbiwa one term. Atakosa kukuwa na stress. Kama wewe ukikosana pale nyumbani na familia yako kidogo, stress inakuingia. Yeye je? Maybe kile kiti cha urais ni kizuri, hasa ameanza kuingia na stress jinsi ambavyo mwaka ujao atashinda kiti. Anielewa mpenzi mtazamaji? Mr. President, you look well.
And there are people who've been commenting. One of the first questions that we're told to ask you is, ask the president, what's his exercise regimen? Or is it diet? Well, I have, you know, I had an original, you know, fit that ran amok the last 1.5 years or 2 years, because we went into elections. And you know, when you have elections, you have a lot of pressure. Sometimes you take out the pressure on food. And you have to do this and that, and you don't have time to go exercise. And sometimes you eat because you don't know when you will find the next meal. So sometimes you overeat. So I decided to cut it down because ile kibarua niko naye si kidogo. Namba 2, yaweze ikawa kwamba President Ruto anapunguza uzito. He is cutting weight. Because kuna wakati ambapo alipokuwa mbunge wa Eldoret North, unajua mimi nilianza kufuatilia siasa kitambo sana, hata kipindi ambapo nilikuwa primary. Aliwahi fanyiwa interview akisema kwamba anapunguza uzito kwa sababu aligundua kwamba mwili wake ulikuwa unanenepa zaidi. Yaweza ikawa kwamba President Ruto sasa anaendelea kupunguza uzito au kupunguza weight mpaka sasa hivi. I decided to do the gym when I realized that my weight was getting out of hand. President William Ruto has disclosed why he has lost weight. Speaking during a round table with journalists at State House, Nairobi, the head of the state revealed that he had an original foot that ran amok. President William also on another interview with the local bloggers reviewed that he has been working tirelessly to ensure he is making a better change. And I was doing 99 kilograms. And for my weight, I was told that was way off the mark. Specific incident when I had gone to Western Kenya to inspect the problems with sugar. And a photograph was taken and it showed me in very bad shape with my tummy protruding. Namba 3, yaweze ikawa kwamba President Ruto is unwell. It might be that the president is unwell. Na mnaelewa kipindi ambapo mtu yuko unwell, lazima atapunguza ama mwili utapungua kidogo. Hata mimi simuliona kile kipindi ambapo mlilichangia hapa bana, nikaenda hospitali, mgongo ulikuwa unanigonga vibaya sana, japo ninaendelea kupona, japo napata madawa hapo na pale mpaka saa hizi. Mliona jinsi ambavyo nilikonda, nilikaa kijiti juu ya stress ya kukuwa mgonjwa. Yaweze kaa kwamba the president is unwell, hapa na pale kahoma kidogo hapa na pale. Na mwisho, yaweze ikawa kwamba the president is overworking. But now on that point of overworking, what is he doing? Because Kenyans are crying there is no employment. Kenyans are crying they are not seeing any development project on the ground. Let me ask you, ladies and gentlemen, as we finish, what might be bothering the president? Je, ni kipi ambacho kitakuwa kinamsumbua rais? Jinsi ambavyo hao viongozi wengine wamesema kwamba yeye anapora kila kitu cha wananchi, ndio maana hana amani. Sema nasi.